pembeni yangu nipo na mamangu hapa. Nataka niweze kumpa fursa aweze kujitambulisha jina lake, lakini pia niweze kupiga naye story mambo mawili matatu, hususan hili ambalo linaendelea katika mitaa hii ya Kimani. Hii ni barabara ambayo inapatikana katika maeneo ya Kinyamwezi, ni barabara ambayo inaanzia maeneo ya Mapensheni, inakuja kwa Mgabo, lakini pia inakuja moja kwa moja mpaka maeneo ya Kimani. Mama, habari? Salama. Kwa majina? Naitwa Mama Shakila au Mama Shamsa. Okay. Wewe ni mkazi wa maeneo haya? Ndio. Okay. Sasa nadhani mwenyekiti wa serikali za mtaa anakwenda kwa jina la Fahadi Mlali ameweza kuleta greda kwa ajili ya kuja kurekebisha miundombinu ambayo inapatikana katika mitaa yetu au katika mitaa yenu. Je, nini rai yako kwa hiki ambacho kinafanyika katika mitaa yenu? Mimi kwanza napenda nimpongeze na kutoa shukrani zetu kwa kutujali, kututengenezea mazingira ya barabara. Ila cha msingi cha kuongezea, anavyotufanyia hivi ajaribu kutuwekea hata na vifusi, ili tukifanya hivi mvua ikinyesha, kwa sababu barabara zenyewe kama unavyoziona hazina mitaro ya pembeni. Ukifanya hivi unaweza ukajikuta umegharamia kitu ambacho hakiwezi kudumu. Mvua zikinyesha, maji yakija yanaweka tena makorongo zinaharibika. Lakini pale atakapotuwekea na vifusi akashindilia vizuri, kidogo itakuwa afadhali. Kwa rai yako ni kwamba hii barabara asiishie hivi jinsi alivyofanya, ni lazima pia kuwe na mfumo mwingine rafiki, kwa maana vifusi kwa ajili waje washindilie, angalau basi watu waweze kupita kwa usalama zaidi. Kwa maana akiacha katika mazingira kama haya, bado pia barabara itakuwa bado sio rafiki, kwa maana kwamba barabara itaharibika tena maradufu. Okay, labda ni kitu gani kingine sasa ambacho labda kuwa na uwezo wa kumshauri mwenyekiti wa serikali za mtaa Kinyamwezi ambaye ni Mheshimiwa Fahadi Mlali ambaye yeye ndio mwenyekiti wenu katika mitaa yenu, nini labda kingine aweze kufanya ili asiishie tu katika miundombinu hii ambayo inafanyika katika maeneo yenu, labda kitu gani kingine ambacho ulikuwa unatamani zaidi aweze kukifanya? Mimi ninachotamani ni kwamba kama hivi anavyoendelea kufanya vile vile atukumbuke kina mama, swala zima la mikopo ya kina mama tuweze kupata hicho tu kwa kumshauri, na mengine mengi aendelee kutuletea maendeleo. Tuko pamoja naye. Lakini pia miongoni mwa kasumba, mimi naweza nikaita hivyo kwamba ni kasumba, mara nyingi wananchi tumekuwa ni wagumu sana kuweza kushiriki katika mikutano mbalimbali ambayo ni mikutano ambayo inafanyika katika mitaa yetu. Je, wewe ni miongoni mwa watu ambao lakini wewe unashiriki mikutano ya katika mtaa wenu? Mikutano tunapenda kushiriki, isipokuwa labda tunakosa tu mawasiliano, yaani tunakosa ile kufahamu kusema kwamba jamani kuna mkutano, lakini kama tunapata ujumbe kwamba kuna mkutano tunapenda sana kushiriki. Kwa sababu tutakaposhiriki kwenye mikutano ndio tutakavyojua changamoto katika mitaa yetu. Changamoto ambao wanakumbana nao wao ni kwamba katika mitaa ya Kimani mikutano mbalimbali ya wananchi ambayo inafanyika katika maeneo ya Kinyamwezi kule, wao taarifa huwa inachelewa kufika katika maeneo yao ili waweze kushiriki mikutano moja kwa moja. Na tunaelewa kwa maana kwamba ushirikishwaji wa mikutano moja kwa moja ni miongoni mwa njia rafiki au rahisi kuweza kujua changamoto mbalimbali. Sisi kama waandishi tunaweza kulichukua ili na kulifikisha katika ngazi husika ili sasa waweze kutafuta mfumo rafiki ili sasa waweze kuwafikia wananchi, kuweza kuwashauri na kuambia kwamba mkutano unafanyika siku fulani, kwa maana kwamba ni haki ya kila Mtanzania au kila mwananchi kuweza kushiriki katika mikutano mbalimbali, hususan katika kwenda